Lishe bora kwa mtoto ni ulaji wa vyakula kutoka makundi 6 ya vyakula kama ilivyoainishwa na Bodi ya Chakula na Lishe. Vyakula hivyo, kaza kundi la kwanza tuseme vyakula vinavyotokana na wanyama, ambapo kuna samaki, kuna mayai, kuna maziwa, kuna dagaa. Kundi la pili mboga za majani, ambazo hizi ni mboga zetu, kwa mfano mboga zinazopatikana kwenye mazingira yetu. Kwa mfano kuna tembele, kuna mchicha, kuna chainizi, kuna sukuma wiki. Kundi lingine ni matunda yetu haya, inawezekana kwa mfano papai, tikiti, machungwa, bila kusahau mapera. Kuna matunda yetu ya asili, kwa mfano kuna ntalali, kuna ntonge. Ili mradi tu vyakula hivi walitumia wazee wetu. Vyakula vingine ni vyakula vinavyotokana na wanyama. Mfano kuna maziwa, kuna samaki, kuna dagaa. Kuna kundi lingine ni vyakula vinavyotokana na kuna mafuta salama, hasa mafuta yanayotokana na mimea, ikiwepo kwa mfano mafuta ya alizeti, kuna mawese. Haya ni vyakula vinavyotokana na ambavyo viko katika makundi 6 ya vyakula. Kwa ulaji wa vyakula hivi mara kwa mara vitamsaidia mtu atakuwa na afya nzuri. Kwanza watoto wamegawanyika. Kwa kitaalamu mtoto chini ya miezi 6 atakuwa anyonye maziwa ya mama peke yake chini ya miezi 6, na baada ya kuanzia miezi 6 atakapoanza kukua atakuwa apewe vyakula vingine vya ziada. Na vyakula hivi huwa unashauri vyakula vinavyopatikana kwenye mazingira yako. Hii itakusaidia hata kupunguza gharama za maisha. Kwa mfano mtoto anayekua anahitaji vyakula vyenye asili ya wanyama, pia hata vyenye asili ya mafuta. Hivi kwa mfano vyakula vyenye asili ya mafuta huwa kwanza, kwa asili vyakula vinavyotokana na mafuta kwa asili huwa ni vitamu, na pia huwa vinazalisha nishati nyingi mwilini. Kwa mtoto akichanganyiwa, kwa mfano kama ametengenezewa uji au chakula kilichozoeleka, kwa mfano bokoboko au viazi vya kuponda au ndizi, vikiongezewa na mafuta, vyakula hivi mtoto huwa vinamjengea na kuwa na afya imara, kwa anakuwa ni mchangamfu. Bila kusahau vyakula vinavyotokana na wanyama ambavyo vinamsaidia mtoto kumjengea mwili wake. Kwa hivyo ulaji wa vyakula hivi ni muhimu kwa watoto. Bila kusahau kadri mtoto anavyokuwa, bila kusahau mfano matunda atakuwa mtoto ale, mboga za majani atakuwa pia apate. Upangaji wa lishe bora kulingana na kipato ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu sana, na hasa kuzingatia upatikanaji wa vyakula vinavyopatikana katika mazingira yako yani. Kwa mfano unaweza kusemea, unaweza kukuta kwenye jamii, kuna jamii watu wanalima labda mihogo, wengine wana mtama, wengine unakuta wana karanga, lakini mfano mazingira mengine wana korosho, wengine wana nazi, wengine wana alizeti, wengine wana mawese. Lakini kwa sisi wakazi wetu, kwa mfano wanaopatikana chakula kinachopatikana kwenye mazingira yako ni muhimu. Kwa mfano kama ni mboga za majani, hizi unazitumia. Kwa mfano kama unampangia mtu kulingana na ukuaji kulingana na umri wa mtoto. Kwa mfano mtoto akifikisha miezi 6 atakapoanzishwa vyakula vingine vya ziada, huwa tunapendelea. Kwa mfano mtoto chini ya mwaka mmoja, vyakula ambavyo anatakiwa ale ni vile vyakula vyenye asili ya kimiminika. Kwa mfano kama ni uji au kama ni viazi vile vya kuponda, ni kama bokoboko liwe vyakula vyenye asili ya maji ambapo mtoto havitamsumbua. Kwa ukipika vyakula, kwa mfano kama ukipika uji, hakikisha unachanganya na vyakula vyenye asili ya mafuta. Kwa mfano inawezekana kama ni karanga au mafuta haya tunayotumia kwa ajili ya kupikia mboga zetu, kwa mfano mafuta ya alizeti au kama naweze, unaongeza katika chakula cha mtoto. Hii itamjengea mtoto, atakuwa mchangamfu na atakuwa na afya nzuri. Bila kusahau mboga za majani, kama huwezi kutafuna, pia unaweza kumpatia hata mchuzi wake, anaweza kanywa. Kama matunda unaweza ukampatia mtoto kadi. Kwa mfano mtoto akifikisha miezi 6, ukimpa chakula kwa mfano kama matunda yenye asili na uchachu, watoto wengi wanaweza wasikupe ushirikiano vizuri. Lakini kuna matunda mengine ambayo hayana asili ya uchachu. Kwa mfano kuna mapapai, kuna ndizi, kuna parachichi. Matunda haya mtoto anaweza akayala. Bila kusahau kama vyakula vinavyotokana na wanyama. Kutokana na wanyama, kwa mfano samaki, maziwa. Mtoto chini ya mwaka mmoja, kitaalamu huwa nashauri ukimpa maziwa, kama mtoto ana umri wa chini ya mwaka mmoja, maziwa yake lazima uchanganye na maji kwa uwiano sahihi. Hii kwa sababu maziwa kwa mfano kama maziwa ya ng'ombe, haya maziwa yalitengenezwa kwa ajili ya ng'ombe na sio kwa ajili ya binadamu. Kwa hiyo pia yana kiasi kikubwa
cha virutubishi, unasema kiasi kikubwa cha protini. Kwa hiyo ni vizuri uchanganye na maji kwa uwiano sahihi, kwa hiyo ili umpatie. Hii itamwepusha pia watoto wanaoanzishiwa maziwa, kwa mfano maziwa ya ng'ombe mapema, huo wanajikuta kwenye changamoto, na wengi wanakuta wanajikuta changamoto ya kupungukiwa damu, au unaweza kusababisha matatizo ya figo. Kwa hiyo ni vizuri ufuate utaratibu wa uchanganyaji wa maji kwa mtoto chini ya mwaka mmoja. Pia wakati ukimwandalia chakula cha mtoto lazima uwe unampa kwa tahadhari, kwa sababu kuna baadhi ya vyakula ambavyo ukimpatia mtoto huwa vinaweza kumsababishia mzio. Kitaalamu unaita allergy. Kwa hiyo lazima uwe na tahadhari ili usije kusababisha matatizo mengine ambayo sio ya lazima kwa mtoto wako, au kaingia gharama za kuendelea kumhudumia, ukatumia pesa nyingi, badala hizo pesa ungetumia kwenye shughuli zako zingine za maisha. Wazazi wengi hawana elimu hii, na wengi wanaishi kulingana na jamii ilivyo, na kwa hiyo jamii ilivyo, zile sheria za jamii ambazo imejitengenezea, sheria za asili. Kwa hiyo watu wanaishi kulingana na sheria hizo. Kitaalamu kuna kitu kinaitwa food fallacy. Yaani food fallacy kwa lugha nyepesi unasema unakuwa na taarifa za uongo kuhusiana na chakula fulani. Kwa mfano, unaweza kukuta mchanganyiko wa vyakula vingi huko mjini wanaita kwa mfano lishe. Ukifuatilia chakula hiki kinakuwa na mkorogo, unakuwa na mchanganyiko ambao mchanganyiko wake unakuwa ni wa asili ya kundi moja. Kwa mfano kundi la wanga. Alafu wanakuja labda wanaongeza karanga, au wengine wanaongeza mbegu za maboga. Kwa hiyo unaweza kukuta mchanganyiko huu kwao hauna maana sana. Kwa hiyo wengi wanaingia gharama katika kuhudumia watoto. Unakuta mama au mtu anayemhudumia anatumia gharama kubwa katika kumhudumia mtoto. Kwa hiyo hii nadhani ukosefu wa taarifa sahihi kutoka kwa watu sahihi, hii ndio inawafanya watu wengi wanaingia kwenye gharama ambazo sio za lazima. Naweza kutolea tu mfano mzuri, hata wewe nyumbani kwako unaweza ukatengeneza tu labda ukaandaa chakula chenye mfano huu. Kwa mfano unaamua siku hiyo unaandaa tembele lako, mboga zako za majani, kwa mfano tembele labda Chinese au msusa, au tuchukulie tu tembele. Tembele ni mboga za majani ambayo ni kundi la kwanza. Unakuwa na mafuta yako, tuseme mafuta ya alizeti au mafuta ya mawese, inakuwa ni kundi la pili. Unakuwa tayari. Mboga hizo ukizipika lazima uweke chumvi. Chumvi lazima utumie ile iliyoongezewa madini joto. Alafu unakuwa na nyanya yako. Unakaanga. Wakati ukiandaa chakula hiki, wakati unaandaa mboga hii, pia unaweza kawa na dagaa. Inakuwa kundi la 4. Kwa hiyo unaandaa mboga yako. Na ukiandaa unaweza unapika dagaa, unakuja unaekea na mboga yako ya majaji kwa hiyo unakuwa tayari karibia makundi 4 ya vyakula. Alafu unakuja tayari wakati huo ukiwa unaandaa mboga yako, tayari labda unakuja kula na ugali au na ubwabwa, inakuwa ni kundi la 5. Sasa kulingana na mazingira yako, kwa mfano kama ni Wanyamwezi, unakuwa na tunda lako labda tuseme pera au zambalau au unakuwa ntonge. Ili ni tunda lako. Kwa hiyo ukijumlisha hili inakuwa ni kundi la 6 la chakula. Kwa hiyo umeshamaliza umemaliza mlo kamili. Kwa hiyo kifupi, kuwa na mlo kamili haimaanishi kuwa kula mlo kamili lazima uwe na bajeti kubwa ambayo inaweza ili uweze kukamilisha ulaji wa vyakula kwenye makundi haya. Kwa hiyo ulaji wa vyakula vile vinavyopatikana kwenye mazingira yako itakusaidia unapata mlo wako safi kwa gharama nafuu. Siwezi nikakwambia labda mchana wa leo upate kipande kimoja cha sausage, alafu na nusu ya baga, alafu na kinywaji baridi. Kwa hiyo kwa akili ya kawaida tu unaona nimekuingiza kwenye gharama za maisha. Kwa hiyo kwa mfumo kwa hoja hii, kwa mwananchi wa kawaida hawezi kuelewa. Lakini ukimwambia tu ale vyakula vile vinavyopatikana kwenye mazingira yake, kwa mfano kama ni ugali unapatikana, kama tembele unapatikana, kama dagaa unapatikana, basi inawezekana pia anafuga kuku au anafuga njiwa, anakula. Kama ni mboga za majani zinapatikana. Kwa hiyo hii inakuwa ni rahisi sana, inapunguza hata gharama za maisha. Kwa hiyo kifupi, lishe haimaanishi uwe na mkusanyiko wa vyakula ambavyo vitakuingiza kwenye gharama.
Usije usababisha mgogoro kwenye familia kwa sababu ya chakula. Tengeneza ulaji wakati una chakula, kwanza chakula ni starehe. Kwa hiyo wakati ukiandaa chakula chako unakula na familia yako. Hii inawapelekea mnakuwa watu wamoja. Kwa hiyo usitengeneze gharama kubwa kutafuta vitu ambavyo vitakuumiza kwenye bajeti ya familia.